Baadhi ya wakazi wa eneo la Kadewele lililopo mjini Tunduru mkoani Ruvuma wanaeleza namna mnyama huyo alivyoonekana hadi askari walipochukua hatua za kumuua. Manake mnyama ametokea jana majira saa 12, ametokea huku mashina ya maji mpaka alivyofika pale. Manake pale alivyofika tumemuona, tukaanza kutoa taarifa huko kituo cha polisi. Tulivyotoa taarifa kituo cha polisi, wala wamekuja. Kwa hiyo pale tukakaa jioni, akauliza nani amemuona, mimi nikamwambia mimi nimemuona ule mnyama. Yupoje? Nikawaeleza. Polisi wengine wakasema basi mwacheni, kesho asubuhi tutafanya nini? Tutafanya mananilio namna gani ya nini ya kunanilia kumtoa. Na kweli asubuhi palivifika yule amepigwa. Hata hivyo, baadhi ya wakazi hao wanashukuru askari wa wanyamapori na askari polisi kwa kufanikiwa kumuua mnyama huyo, huku wakitoa wito kwa vyombo hivyo kuendelea kuimarisha doria kwa wanyama hao ili wasilete madhara kwa wananchi. Pale kwa asili wanyama kila mara huwa wanapitia. Kila baada ya miaka kuna safari moja aliye kupitia Ndandala pale akauawa. Kwa hiyo tunashukuru jamaa maliasili kuja kutusaidia swala hili, tunawapa hongera, maana bila hivyo wangeleta madhara. Kwa upande wa mila, mimi mwenyewe nimesimamia kwamba kumfunga yule mnyama ili asitoke pale. Yaani hiyo kazi nilifanya usiku kwamba yule mnyama asitoke pale. Kwa hiyo nilifunga kwamba asitoke, jamaa maliasili wamuue. Kwanza tumelipokea na limetujenga katika matumaini makubwa juu ya jeshi hili la wanyamapori, ukizingatia kwa jiografia ya Tunduru kwa kipindi hiki ambacho ni kuanzia mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 7 wa 8 ni kipindi cha mavuno. Kwa hiyo wanyama watakuwa wamejongea sana kwenye maeneo ya makazi na shughuli za kilimo pia. Kwa hiyo kwa namna ambavyo maliasili wameshughulika na hili jambo kuhakikisha wanamuua huyu nyati, wananchi wa Tunduru tumelipokea kwa matumaini makubwa sana. Naye afisa maliasili wilaya Tunduru mkoani Ruvuma Bwana Dunia Almasi, pamoja na kukiri kupokea maagizo ya mkuu wa hiyo Bwana Dennis Masanja kuhusu kufanya tathmini ya mazao ya wananchi walioharibiwa, lakini pia anasema jana usiku ule tumeshirikiana na wananchi baadhi ya viongozi kama askari polisi, tumejaribu kumsaka huyo nyati, hatukumuona. Saa 11 alfajiri ya leo tumeamkia tena eneo la tukio, mpaka raundi saa 1 saa 2 tumefanikiwa kumuona yule nyati. Basi akalazimika kuuawa kwa ajili ya kutengeneza amani na kurudisha usalama wa wananchi. Tunaendelea kuimarisha doria katika maeneo haya. Nyati mwenyewe alikuwa ni jike, na eneo hili ukifuatilia kwa historia kulikuwa na mapito ya wanyama kwa muda mrefu sana miaka ya nyuma. Sasa inaonekana wanyama bado wanapata kumbukumbu, wanapita kwenye yale maeneo, na kuna baadhi ya maeneo mengi yana misitu ambayo yanaungana mpaka kufika maeneo haya hapa mjini. Kwa hiyo mnyama huyu naona katika kupotea, angalia nafikiri anaingia kwenye misitu, kumbe kaingia kwenye makazi ya watu, na ndo baadaye tumemwona kwa kushirikiana na wananchi, basi tumeamua kumuua. Nikiripoti kutoka katika halmashauri ya wilaya ya Tunduru mkoani Ruvuma, ni mimi Emmanuel Msigwa, ITV.